Naam, karibu tena mwanamichezo hapa ndani ya jungu la mchezo Dar es Salaam. Tunaenda kuchakata yale ya kimchezo ambayo yanajiri ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Tyson, niko na mwenzangu nyumburufu kweli David Mayunga. Tunaenda kutazama taarifa ambazo leo kuandalia siku hii yale kubwa. Tunaenda kutazama kosi cha wekundu wa Msimbazi kinazidi kujinoa kule katika viunga vya Morocco, na tunaenda kutazama taarifa ambayo inagonga hapa ndani ya Tanzania ardhi mama ni kuhusiana kiwanja wa Benjamin Mkapa Stadium hatimaye umefungiwa na CAF. Wametoa press release kuhusiana uwanja huo. Mechi huenda ikaenda kutimuka pale viunga vya Zanzibar. Niko na mwenzangu hapa Mayunga, nitakutanga taarifa kwa kina kwa kubwa. Tuende kutazama taarifa hii ya uwanja wa Benjamin William Mkapa. Mayunga. Bwana, naitwa Justin Mayunga, nikiangazia swala la uwanja wa Benjamin Mkapa. TFF walitangaza kuwa uwanja wa Benjamin Mkapa umekamilika na uko tayari kwa ajili ya mchezo, lakini leo hii tumekuja kushutuzwa na taarifa iliyotoka CAF kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa bado hauna vigezo na hivyo itawalazimu Simba kupeleka mechi yao Zanzibar, uwanja wa Amani Complex. Bwana, hiyo ni kitu ambacho kimeshtua watu wengi, hasa mashabiki wa Simba kusikia wanaenda Zanzibar. Wengine washakata na tiketi kabisa kwa ajili ya mchezo wa hapa nyumbani Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini cha kushangaza ni kwamba CAF wameamua mchezo upelekwe Zanzibar kwa ajili ya kwa sababu ya uwanja wa Mkapa wanadai haujakamilika, na serikali yenyewe inadhihirisha kuwa uwanja uko tayari kwa ajili ya mchezo, na itangaza hivyo last time kwamba uwanja uko tayari kwa ajili ya mchezo. Na tumeweza kuona na Simba wanagoma kabisa, na tukiangazia katika mitandao ya kijamii tunaona Modeji na hayuko tayari kwenda Zanzibar. Na tukumbuka kwamba kuna moja kati ya barua ambayo Mo Dewji ameitoa kwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu, namzungumzia rais wa CAF, ambaye press yake inazungumzia kwamba Mo kama hautochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium kuna kitu ambacho kinatokea. Sasa sijaelewa ni kitu gani ambacho alikuwa anamaanisha Mo Dewji. Huyu ni meneja na bosi wa wekundu wa Msimbazi. Jamani, yeye amegoma kabisa kwenda, amegoma, na tumeona baadhi ya picha ambazo zinaenea mitandao ya kijamii kuzungumzia kwamba wengi wanaonekana katika uwanja wa Benjamin. Tumeona Murtaza Mangungu akienda kwa goal, lakini na wengi tumeona Dewji Mo akikwenda kukagua uwanja huo kudhihirisha vile vigezo ambavyo vilikuwa vinazungumziwa na CAF. Je, ni sahihi kwa CAF kuipeleka mechi Zanzibar? Na tumeona taarifa imetoka na msemaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi, namzungumzia Ahmed Ali, akisema kwamba taarifa kamili itatoka baada ya mchezo wa kesho. Na wewe mashabiki wa Simba wamekata tiketi VIP vimeisha sold out. Tumeona na VIP machungwa na tumeona tiketi zimekatika, zimebaki tiketi za mzunguko, na mzunguko zimekuwa 95% kwa ajili ya 100% tiketi kwenda kumalizika. Kwa hiyo tunaona kama CAF wenyewe tunasubiria taarifa imetoka, kwa sababu tumeona uongozi wa Simba umetuma barua kwa CAF, unasubiria barua ikijibiwa, huenda mechi itabaki pale pale katika uwanja wa Benjamin, kwa taarifa ambazo nimeziona ambazo Simba wanazidi kuzungumzia. Katika tukirudi nyuma kidogo ni kwamba TFF na bodi ya ligi walitangaza kuwa uwanja wa Benjamin Mkapa uko tayari, lakini ni kwamba kipindi kile walipotangaza ina maana taarifa zikufika TFF fika FIFA. Zilifika kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo kwa sasa inajiandaa na mashindano mbalimbali ya AFCON. Kumbuke kwamba Tanzania inajiandaa na mashindano ya AFCON, na tuliona kwamba
mchezo wa mwisho wa kombe la shirikisho barani Afrika, kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya Al Masry katika uwanja wa Benjamin, na kile tulichokiona CAF wakazungumza kwamba uwanja sio CAF ni serikali iliamua kwamba uwanja uzuiliwe kwa sababu kutokuchezewa kwa muda huu, kwa sababu kutokana na tuliona uwanja ulishindwa kwa sababu ulikuwa ndani ya matengenezo.